Mwenyekiti wa tunzo za Baraza la Michezo la Taifa BMT Profesa Mkumbukwa Mtambo ameweza kutaja vipengele mbalimbali vya tunzo za mwaka 2025. Miongoni mwa vipengele hivyo ni pamoja na mwanamichezo bora wa kiume na kike, mwanamichezo bora kijana wa kiume na kike, mwanamichezo bora wa kiume na kike mwenye ulemavu, timu bora ya taifa wanaume na wanawake, mwanahabari za michezo bora wa kiume na wa kike na mwanamichezo nguli wa zamani. Tunzo hizo zitaweza kutolewa Mei 9 mwaka huu katika ukumbi wa The Superdome Masaki jijini Dar es Salaam. Lakini pia kutakuwa na timu bora ya mwaka ya wanawake kwa upande wa timu za taifa. Kutakuwa na timu bora ya mwaka kutakuwa na kocha bora wa kiume kwa mwaka na kocha bora wa kike kwa mwaka. Kutakuwa na mwanamichezo bora wa kiume kutoka shuleni na mwanamichezo bora wa kike kutoka shuleni. Kutakuwa na kipengele cha mwamuzi bora wa kiume wa mwaka na mwamuzi bora wa kike wa mwaka. Kutakuwa na mwanahabari bora wa michezo wa kiume wa mwaka na mwanahabari wa michezo bora wa kike wa mwaka. Kutakuwa na mwanamichezo nguli wa zamani Sports Legend Award na mwanahabari nguli wa michezo. Hichi ni kipengele kipya. Lakini mwisho tutakuwa na tuzo ya mchezaji bora chaguo la watu, kwa maana People's Choice Award. Hii kipengele kilianza mwaka jana. Katika kufanya maboresho na kuongeza thamani katika tuzo hizi, tutaendelea kuwa na kipengele cha tuzo ya mchezaji bora chaguo la watu People's Choice Award. Katika kipengele hiki wadau na wananchi watapata nafasi ya kumchagua mchezaji bora. Wakati ligi kuu ya NBC Premier League ikiwa imesimama kwa ajili ya kupisha mashindano ya Muungano Cup ambayo yameanza kutimwa vumbi hivi leo, mchambuzi wa soka nchini Abdul Mkeyenge amesema ndani ya NBC Premier League kuna ligi nyingine ikihusisha timu zinazopambana kuepuka kushuka daraja na hapo inaongeza ushindani zaidi. Anasema wanakabana ko sana. Ndani ya ligi kuna ligi. Ndani ya ligi kuna ligi, maana yake ukiachana ushindani ulioko kwenye nafasi ya kwanza ama ya pili au nafasi 4 zile za kupata uwakilishi kwenye mashindano ya kimataifa msimu ujao, ndani ya ligi hiyo kuna ligi nyingine ambayo ni nafasi za kuteremka daraja. Kila timu imejipanga, lakini kubwa zaidi huko chini bado kuna sakata kubwa sana, kwa sababu kila timu ambayo inashika nafasi ya 15 lakini ina uwezo wa kushuka paka chini kwa sababu ya aina ya matokeo. Kuna mtu ameshika nafasi ya 8 lakini naye hayuko sana salama kutokana na matokeo aliyokuwa nayo, na mwingine kama atashinda basi anaweza kushika nafasi ya juu na yule akashika nafasi ya chini. Kwa hiyo unaiona msimu huu upinzani ni mkubwa na ligi imekuwa bora sana. Unajua ligi baada ya kurejea hapa katikati tumeona timu namna ambavyo wachezaji walivyoanza pia kuanza kuadapt mazingira. Timu nyingi za Simba, Yanga, Azam zimefanya usajili mkubwa sana kwenye upande wa disha hili dogo la usajili, kitu ambacho kilikuwa ni nadra kukiona kwenye misimu mitatu nyuma hapo. Maingizo yalikuwa ni machache sana, wachezaji 3, wachezaji 4, lakini leo hii timu za Simba na Yanga umeona kwa namna ambavyo zimefanya maingizo mengi kwenye hili dirisha. Lengo ni nini? Lengo ni kuhakikisha kwamba wanaenda kwenda kumaliza ligi vizuri. Tukiangazia michuano ya Muungano Cup 2026, mashabiki wa Simba baadhi yao wameweza kuzungumza na kueleza kukoshwa na ubora wa kikosi chao na kuongezea kuwa kombe la Muungano ni moja ya malengo yao. Wanasema na sisi hili kombe tunalitaka. Ni maneno ya baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba wakielezea ambavyo wanakoshwa na ubora wa kikosi chao, lakini pia kutoa sifa kemkem. Nikukumbushe mchezo unaoendelea hivi sasa ambao ni mchezo wa ufunguzi ni kati ya Mwembe Makubi City dhidi ya Dar es Salaam Young Africans, mchezo ambao ulianza majira ya saa 1 na dakika 15 za usiku. Nasema nitakusanya katika yale matatu yaliyobaki, nadhani na hili ni mojawapo ambayo nitakusanya. Kwa hiyo bila shaka hii Muungano ni taji ambalo naenda kulichukua. Ndio performance ya timu yetu hadi hivi sasa, kadi ya mchezo hadi mchezo tunaona ni nzuri, lakini tunahitaji tukachukua hili kombe, kwa sababu katika hizo timu kadhaa ambazo zimechaguliwa kushindana katika ya mashindano,
miongoni mwa Simba Sports ipo. Kwa hiyo sisi kama Simba tunaamini tutafanya vizuri, tunataka tuchukue hilo kombe. Naamini kutokana na performance ya Simba tutalichukua. Kutoka kwenye ligi tumeacha kasi na tunaenda kwenye muungano, tunaenda na kasi ile ile. Yaani hatupoi. Kwa hiyo wajiandae, na sisi ile kombe tunalitaka. Sasa hivi hatuachi kitu. Ili kombe la muungano tutalitaka. Alhamis tunakutana na ule mafunzo na tunaenda kumfunza mpira zaidi. Kesho kwenye ratiba ya robo finali ya Muungano Cup 2026 kutakuwa na mchezo mmoja ambapo ni siku ya Jumatano Aprili 22, KVZ atakuwa uwanjani dhidi ya Azam FC majira ya saa 1:15 usiku. Lakini Alhamisi kutakuwa kuna michezo miwili, Mlandege dhidi ya Singida, huku Simba dhidi ya Mafunzo. Mchezo wa Simba utachezwa majira ya saa 2:15 usiku, lakini ule wa Mlandege dhidi ya Singida utachezwa majira ya saa 10:15 za jioni. Kuelekea mchezo wa Muungano Cup ambao unakutanisha KVZ dhidi ya Azam FC, mchezaji wa KVZ Rahim Chikuni ameweza kusema kwamba wao wamejiandaa vizuri kuonyesha kile walichofundishwa na walimu wao na wako tayari kupambana na Azam FC. Anasema Azam ni timu kubwa, lakini walimu wametutengeneza vizuri hasa kiakili kupambania malengo ya timu na kuvuka hatua inayofuata. Na kwa upande wa Azam FC, mchezaji wa timu hiyo Ashraf Kibeku amesema kwamba wao wamejiandaa vizuri kiakili, lakini pia wote wako timamu na kila mchezaji anajua umuhimu wa mchezo wa kesho. Anasema tunaelewa umuhimu wa mchezo wa kesho. Tunajua ukipata matokeo mabaya unatolewa kwenye mashindano. Na kwa upande wa makocha, kocha wa Azam FC Florent Ibenge anasema kwamba wao wanaenda kukutana na timu bora zaidi kwa sasa kwenye ligi ya Zanzibar. Kwa hiyo mchezo utakuwa mgumu, lakini malengo yao ni kwenda nusu fainali. Naye kocha msaidizi wa KVZ Ali Khalid Omar amesema wamejitayarisha kiasi cha kutosha kwa ajili ya kupambana na Azam FC kwenye mchezo wao wa robo fainali kombe la Muungano. Anasema tunawaheshimu Azam kama timu kubwa, lakini juu ya heshima yao na sisi ni wakubwa. Mtazamaji, tukizigeukia habari za michezo kwa upande wa masumbwi kuelekea knockout ya Mama season ya 8, bondia Ibrahim Mafia na baadhi ya mabondia kutoka Mafia Gym wameweza kueleza namna walivyojiandaa kuzichapa kwenye knockout ya Mama season ya 8 itakayofanyika Aprili 24 mwaka huu 2026. Anasema pambano litakuwa gumu na la ushindani kwa sababu mimi nakwenda kurudisha heshima yangu na yeye amekuja kwa ajili ya kuja kushinda tena. Nikumbushe tu kwamba pambano kuu ni kati ya bondia Ibrahim Mafia dhidi ya Alvin Kamiku. Ni kwa sababu mimi nakwenda kurudisha heshima yangu na yeye amekuja kwa ajili ya kuja kushinda tena. Kwa pambano litakuwa ni gumu, lakini na imani wa Tanzania wataenjoy na tutachukua ushindi wetu. Tumejiandaa vizuri ndani ya kipindi kirefu takriban miezi mitatu sasa. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri, naamini kuwa siku hiyo tarehe 24 ambayo itakuwa ni siku ya Ijumaa kwenye ukumbi wa Ubungo, nadhani tutaenda kufanya maajabu. Kwa hiyo mpinzani wangu amejiandaa, mimi pia nimejiandaa. Mimi nimejiandaa zaidi kudefend mkanda wangu kwa sababu sihitaji uondoke na sihitaji jezi yangu ishuke. Kwa sasa hivi maandalizi yetu naweza nikasema yameshakamilika. Tunasubiri tarehe, mabondia wako njema, tunashukuru Mungu alhamdulillah, wana afya njema, wapo tayari kwa ajili ya pambano la knockout ya Mama season 8. Tunasubiri tukapima uzito, tukapambane. Inshallah tuibuke na ushindi. Na kunako medali za kimataifa, klabu ya Simba imeweza kuporomoka katika viwango vya ubora wa klabu barani Afrika vilivyotolewa na Confederation of Africa Football baada ya kuwa na msimu mgumu wa michuano ya kimataifa mwaka 2025 mwaka 2026. Kwa mujibu wa viwango hivyo vipya vilivyotolewa baada ya kukamilika kwa nusu fainali za michuano ya CAF, Simba imeshika nafasi ya 11 ikiwa na pointi 38, ikishuka kutoka nafasi ya 5 iliyoshika mwaka 2025. Katika msimu huu wa CAF Champions League, Simba ilimaliza mkiani mwa kundi D ikiwa nyuma ya Stade Malien, Esperance de Tunis na Petro de Luanda. Wakati Simba ikishuka, Yanga imeweza kupanda ama imeendelea kupanda hadi nafasi ya 12 ikiwa na pointi 35, ikizipita klabu kama Wydad Casablanca, ASEC Mimosas,
Orlando Pirates na TP Mazembe. Kwa upande wa Tanzania, Azam FC imepanda hadi nafasi ya 38 sambamba na Singida Black Stars baada ya kufanya vizuri katika CAF Federation Cup msimu huu. Katika nafasi za juu, Mamelodi Sundowns wanaongoza viwango hivyo huku wakitinga fainali ya CAF Champions League dhidi ya AS FAR Rabat. Kwa upande wa CAF Confederation Cup, USM Alger na Zamalek zimefuzu fainali. Simba katika kipindi cha miaka 5 iliyopita imefanikiwa kufika robo fainali mara 3, huku msimu uliopita ikifika fainali ya CAF Confederation Cup chini ya kocha Fal Davis ambaye kwa sasa anafundisha Raja Casablanca. Kwa upande wa Yanga iliwahi kufika fainali ya CAF Confederation Cup msimu wa 2022-2023 chini ya kocha Nasruddin Nabi, lakini ikapoteza dhidi ya USM Alger.